Ni kukaribishe sana mtazamaji wa Zone Media, ambapo hapa tunapeana taarifa mbalimbali ambazo zinajiri katika uga wa kimataifa. Mtazamaji, siku ya hapo jana nilikuripotia taarifa moja kwa moja kutokea nchini Iran, ambapo ilikuwa inazungumzia habari ambazo zilikuwa zikisambaa zikionyesha wa Irani wakichoma picha za kiongozi mkuu wa Iran ambaye ni Ayatollah Ali Khamenei. Na hiyo yote imetokana na kifo cha Omid Sarlak, kijana mwenye umri wa miaka 22 ambaye alipatikana akiwa amefariki muda mfupi na yeye baada ya kuchoma picha ya kiongozi mkuu wa taifa hilo la Jamhuri ya Kiislamu. Sasa basi, leo hii mtazamaji, nakuletea uchambuzi wa kina dhidi ya tukio ambalo liliweza kutokea katika taifa la Iran na jinsi ambavyo linaweza kuwa na matokeo gani kisiasa katika taifa hilo ambalo limekumbwa na matishio mengi ya maadui wake kote duniani. Sasa asili ya tukio ni kwamba habari hiyo imeibuka kutokana na kifo cha kijana wa miaka 22 Omid Sarlak ambaye alipatikana amefariki muda mfupi baada ya kuposti video ikimuonyesha akichoma picha ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kifo chake kimezua maswali mengi, kwani kilitokea katika mazingira ya kutatanisha na hakukuwa na maelezo rasmi ya serikali kuhusu chanzo chake, na hiyo imefanya wananchi wengi kuamini kuwa huenda kilihusishwa moja kwa moja na msimamo wake wa kupinga serikali ya Jamhuri ya Kiislamu. Tendo la kuchoma picha ya Khamenei si jambo dogo nchini Irani. Katika mfumo wa serikali ya Kiislamu ya Iran, kiongozi mkuu ana mamlaka makubwa zaidi kuliko rais au bunge na anachukuliwa kama mtu mtakatifu wa kisiasa. Kwa hiyo kitendo cha wananchi kuchoma picha yake ni ishara ya uasi mkubwa, kinachoonyesha kwamba hofu dhidi ya serikali imeanza kupungua. Tukio hili linafanana na maandamano makubwa ya mwaka 2022 baada ya kifo cha Mahsa Amini, ambapo watu wengi walichoma picha za viongozi na kuondoa nembo za serikali mitaani. Uchomaji wa picha hizo umegeuka kuwa kampeni ya kimya ya upinzani inayoashiria uchovu wa wananchi na mfumo wa dikteta wa kidini. Wairani wengi hasa vijana wanachoshwa na vitu vifuatavyo. Kwanza kabisa ni ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza, ufuatiliaji mkali wa serikali kwenye mitandao, kukosekana kwa ajira na haki za kijamii, ukosefu wa mageuzi ya kidemokrasia. Kwa mujibu wa vijana ambao wamekuwa wakifanya matendo ambayo yanaipinga serikali kwa moja nchini Irani, wamekuwa wakiainisha sababu hizo ambazo nimekutajia hapo mtazamaji, ambazo zinawafanya wao kuweza kufanya mambo ya kiasi katika serikali ya taifa la Iran. Kwa kuchoma picha za Khamenei, raia wanatuma ujumbe kuwa hawataki tena kuishi kwenye hofu na kwamba kizazi kipya kimeamua kupaza sauti dhidi ya utawala wa kimabavu kwa wao wanavyouita. Lakini tukio hili lina athari gani kwa utawala wa Iran? Tukio hili limeiweka serikali ya Tehran katika presha kubwa ya kisiasa na kimataifa. Ndani ya nchi limeongeza hali ya wasiwasi serikalini, hasa kwa kuwa vijana sasa wanaonyesha ujasiri wa kupinga waziwazi. Kimataifa limezidi kuonyesha dunia jinsi serikali ya Iran inavyoshindwa kuhimili upinzani wa ndani bila kutumia nguvu. Ulimwengu wa magharibi, hususan mashirika ya haki za binadamu, yameanza kutoa wito wa uchunguzi huru juu ya kifo cha Omid Sarlak na ukandamizaji wa wapinzani. Nini ambacho kinafuata dhidi ya tukio hili? Kwa mtazamo wa wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, tukio hili linaweza kuwa chanzo cha harakati mpya za mabadiliko ya kisiasa nchini Iran. Kama ilivyokuwa kwa maandamano ya Mahsa Amini mwaka 2022, vifo vya vijana hawa vinaendelea kuwasha moto wa mapambano ya mabadiliko. Hata kama serikali itajaribu kuzima habari hizi, kasi ya mitandao ya kijamii inaonyesha kuwa sauti ya wananchi sasa haiwezi tena kuzimwa kwa urahisi katika taifa la Iran. Lakini kufuatia tukio hili ambalo wananchi wa Iran wameweza kulifanya kwa kuweza kufanya kitendo cha kusikitisha kidogo kwa kuweza kuchoma picha za kiongozi mkuu wa taifa hilo la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, linapeleka wasiwasi mkubwa na kufanikisha maadui wake wa taifa hilo ambao wanaweza kutumia mwanya wa kuweza kuishambulia Iran, kwa sababu endapo ndani ya taifa wataweza kugawanyika na kuwa na migogoro ya hapa na pale katika muktadha wa kawaida wa kisiasa kimataifa,
inaweza kupelekea hatari kubwa ya kutokea machafuko katika taifa hilo. Hebu waza tu kwamba endapo taifa la Iran litaingia katika machafuko, ndipo ambapo taifa kama Israel litatumia fursa hiyo ya kuweza kuanzisha mapigano na taifa la Iran, kwa sababu tu tayari wamekwisha farakana. Sasa kama watafarakana katika hali ya kawaida, inaweza kuchochea uhasama zaidi kutoka nje ya mipaka ya taifa la Iran, ambapo maadui wake wanaweza kutumia fursa ya kuweza kuanzisha migogoro ambayo inaweza ikaiathiri Iran kwa kiasi kikubwa sana. Na mtazamaji, hata jana wakati nimekuripotea taarifa hiyo kama breaking news, lakini nikakuahidi kwamba nitakuletea uchambuzi wa kina juu ya tukio hilo kiundani, ili uweze kufahamu nini ambacho kinaonekana katika muktadha wa kisiasa ndani ya taifa la Iran na nje ya taifa la Iran. Ilionekana wazi kwamba hata watazamaji wengi ambao waliweza kuitazama taarifa ile walikuwa na hofu kwamba huenda labda ikawa ni mbinu ya kisiasa, mbinu ya kichochezi ambayo inapitishwa chini kwa chini kupitia baadhi ya raia wa taifa la Iran, ili waweze kupata ule mshtuko tunasema, au ile hofu au zile hasira ambazo zinaweza zikapelekea kuingia kwa machafuko zaidi katika taifa la Iran, ambapo kuna viongozi mbalimbali ambao wamekuwa wakiwaasa wananchi wa Iran kwamba kutoingia katika mtego wote wa kuanzisha machafuko katika taifa hilo, kwa sababu maadui wake wako macho muda wote, masaa 24, kutazama ni nini ambacho kinajiri katika taifa la Iran, ili waweze kutumia fursa hiyo kuanzisha machafuko au kuanzisha vita dhidi ya taifa hilo la Jamhuri ya Kiislamu la Iran. Kuchoma picha ya kiongozi mkuu wa taifa la Iran ni kama kumdhihaki kiongozi ambaye anaongoza mamilioni ya wananchi, zaidi ya milioni 92 katika taifa hilo kubwa kabisa lenye utajiri mkubwa wa mafuta katika ukanda wa Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Jambo ambalo limesikitisha watu wengi na linazidi kusikitisha, kwa sababu miongoni mwa raia ambao walikuwa wakifanya hivyo ni raia kutoka pale pale ndani ya taifa la Iran, huku wengine wakiwashtumu kwamba huenda wametumika labda na taifa la Israel au na maadui wengine ili kuweza kufanya uchochezi katika taifa hilo. Yatokea machafuko, basi maadui waweze kupata nafasi ya kuweza kuanzisha vita vya moja kwa moja kwa kuishambulia taifa la Iran. Hebu waza tu kwamba taifa likiingia kwenye machafuko, inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kukaribisha maadui kuweza kulivamia taifa hilo ambalo limeingia kwenye machafuko, na mwisho wa siku basi kujikuta wanafarakana kwa kiasi kikubwa sana. Taifa la Iran limekuwa likijihami dhidi ya maadui mbalimbali kutoka ukanda wa kimagharibi, lakini vile vile taifa hilo la Iran linazidi kuweza kujiimarisha kijeshi kwa kuzalisha makombora ya hatari, kuzalisha silaha nyingi za ulinzi zaidi, lakini vile vile kuboresha miundombinu yake ya kijeshi, lakini vile vile hata kuboresha mahusiano na nchi washirika katika ukanda wote wa Asia ile, likiwemo taifa la Urusi, taifa la China, lakini vile vile Korea Kaskazini pamoja na Venezuela. Mtazamaji wetu, hebu kupitia taarifa hii naomba unipe maoni yako. Wewe una lipi la kusema dhidi ya taarifa hii, uchambuzi ambao nimekuletea hapa katika Zone Media? Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare katika taarifa zetu zingine, na nikushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia siku hadi siku.